Hello our viewers, karibu tena kwenye KHP Canada. Hii ni channel yenu, na pia naendelea kusema asante kwa wote ambao wanazidi kutufuatilia, wote ambao wanazidi kutizama video zetu na kusubscribe kwa channel hii. Na sema asante. Leo ni siku ingine ambao nilipendelea kuja kuongea tena na nyinyi, our subscribers, our viewers. Najua tumekuwa kama mtu mmoja, kama kitu kimoja. Sio kitu kimoja, nasema mtu mmoja. Nikisema kitu kimoja hapo nataka kuenda kwingine. Lakini tumekuwa kama mtu mmoja na tunazidi kusaidiana kwa njia hiyo na kuongozana. Ni jambo la maana sana. Nafurahi pia kwa wale ambao nimefanyikiwa mpaka kujua kwa majina, sababu ni kati ya watu ambao wanatufuatilia sana. Ijapokuwa sitaenda kutaja majina sababu tuko wengi, naweza nikataja jina 1, 2, 5. Wengine wakifikiri ya kwamba ni ubaguzi pengine, ama hapana. Ndio maana nitajizuiza kutaja majina, lakini mnajijua wengi ambao huwa wana comment kwa video zetu, wengi ambao wana react, wana likes, na kwa wale pia ambao wanazidi kusubscribe, nasema asante sana. Na pia kwa wale ambao wako kwa kikundi, shukran, sababu hata wakati mimi sijaonekana kwa kikundi kinaendelea kupamba moto, na mazungumzo mbalimbali zinaendelea kutokezea hapo kwa kuongozana. Pia kuna wale ambao nimeingia mara kwa mara nikiwapata wakiwa kwenye mazungumzo, na wengine wanazidi pia kutoa maoni na njia mbalimbali na msaada mbalimbali kwenye kikundi. Nasema thank you for that. Na ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe, na ukipata pia nafasi ya kama ukipendelea pia kujiunga na kikundi yetu, link utaiona kwa description ya hii video, ambayo inaweza kukubeba moja kwa moja hadi kwenye kikundi. Pengine unaweza kuwa mgeni kwenye channel hii na kwenye kikundi yetu. Mara mingi tunajaribu kuongelea kuhusu njia za kuweza kuja ndani ya nchi za kigeni, ikiwa ni UK, ikiwa ni Canada, ikiwa ni Amerika, na zile ambazo zinaweza zikawa zinahitaji wafanyakazi, na njia ambazo tunaweza tukawa tunazielewa sisi, zile ambazo zinaweza zikawa rahisi, ambazo zinaweza zikasaidia mtu kuweza kuja ndani ya nchi hii. So ikiwa wewe ni mmoja ambaye una ndoto ya kuja kuishi Canada, nadhani utakuwa uko sehemu sahihi. Najua kuna maagent na kuna wengi ambao wanajaribu kusaidia kupitia kipato ama kupitia fedha yako, ijapokuwa sio wote ndio wa kweli ama wa haki. Unajua njia ziko nyingi sana za kutafuta pesa. Ndio maana unapojipata sehemu ama mahali popote pale ambapo umeweza kuingia, ujitahidi kuwa makini sana, ukijua ni nani ambao unadili naye na ni nani ambaye mnafanya naye biashara gani. Lakini sisi siwezi nikasema tuko kwa hizo biashara, sababu sisi tunapeana mwelekeo ama muongozo kwa bure, sio kwa gharama yoyote. Hakuna lolote ambalo sisi tunatumia, yaani hakuna fedha yoyote ama gharama yoyote tunayohitaji kutoka kwako kusudi wewe uweze kusaidika kwa mikono yetu. Ndio maana muongozo wetu tunapeana ni kwa bure. So leo nilikuwa nataka kuweza kupitia baadhi ya comments na kuongelea yale ambayo yanaweza kawa ni mapya. Unajua kuna mapya kila leo, na kila siku iko na mazuri yake. So tunataka kuongelea mazuri ya siku ya leo. Tupitie kwanza baadhi ya comment ambazo tuko nazo, alafu
tuweze kuona nini mapya ama gani ambao tutagusia siku ya leo. Najua wengi hamjazoea sana kunipata kwa aina ya video kama hizi, sababu sana sana tunafanya live, tuna upload lakini sio sana sababu ya muda huwa hauturuhusu, lakini tunajitahidi sana kuweza kuwa live kama siku ya Saturday, kila Saturday mida ya saa 2 usiku ikiwa masaa ya East Africa. Tunajitahidi sana kuweza kuwa live kwa ajili ya kuweza kupeana mwelekeo, mwongozo, jinsi ya kupata kama ni visa, jinsi ya kupata kazi huku Canada, na njia mbalimbali ambazo zinaweza zikakusaidia kulingana na vile ambazo sisi tunajua, na kujibu pia baadhi ya maswali kwa uwezo wetu. Na ikiwa ni jambo ambalo kidogo litakuwa liko nje ya uwezo wetu, hatuwezi tukakudanganya. Tunapenda uhaki sababu haja yetu ni kuona unasaidika. Na ikiwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao wana ndoto ya kuja kuishi Canada, ama umechoka Afrika unahitaji kuja kuishi Canada ama ndani ya nchi nyingine yote ambao unategemea kuwa na amani, unategemea kuwa na uhuru wa kufanya kazi na kuweza kusimama na familia yako, hayo ndio maombi yetu. Kumbuka, haja yetu sio kusaidia watu ambao watakuja hapa waanze kutengeneza pesa zao alafu wasahau wazazi wao nyumbani, wasahau familia zao nyumbani. Wale ambao walikuja ni wanaume na wameacha wake zao huko, wasahau wake zao huko. Hiyo sio yale ambayo sisi tunayotarajia. Yale ambayo tunatarajia ni wewe usaidike, uweze kuingia ndani ya nchi hii, uweze kukumbuka ya kwamba uliacha familia nyumbani, uliacha mke wako nyumbani, uliacha wazazi wako nyumbani, na watu wote tu wale ambao wanaweza kuwa wako chini ya msaada wako. Kwa hiyo ukifika huku sio vizuri uweze kujisahau na usahau ya kwamba kuna watu ambao wanakuhitaji, ama wale ambao wewe unatakiwa kugharamikia ama kushughulikia huko nyumbani. Haja yetu ni kuona kila mmoja anasaidika na anasimama na familia yake. Uwe mlango wa kukimbiza umaskini ndani ya familia yako. Haya ndio haja yetu kubwa sana. Haya ndio haja yetu kubwa sana. So, ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe, na ukitaka kujiunga na kikundi yetu, link iko hapo chini kwenye description. Na nataka nipitie baadhi ya comments ambazo tumezipata kwa video zetu za hivi karibuni, sababu kama unaelewa mara nyingi sana tunakuwa live, lakini sana sana kila Saturday na Sunday. No, kila Saturday, sorry. Ama Alhamisi. No, is it Alhamisi? Not Alhamisi, nimesahau tena. Kuna video ambayo nilikumbuka. Kila Saturday tunakuwa live kwa ajili ya kuweza kuongozana na kusaidiana pale ambapo tunaweza. So, kuna wale ambao huwa wanauliza swali zao zikiwa live na zinajibiwa hapo hapo. Na kuna wale ambao wanahitaji kusaidiwa kwa njia moja wala nyingine, kwa mwongozo fulani ambazo huwa tunasaidia hapo hapo. Ikiwa niyo Saturday live, watu wengi wanatoka na majibu ya maswali yao hadi wanaridhika. So ikiwa pengine uko na swali ambao ungehitaji kuuliza, ni vizuri hiyo Saturday, ama unaweza ukaacha comment yako kwa moja ya video zetu, tutaweza kuipitia. Na ndio maana nataka kupitia leo baadhi ya comments ambazo kwanza zimeachwa kwa video ambazo tuliupload recently, zile ambazo hazikuwa live, na pia kuna zile ambazo zinakuwa ziko live na watu wanaacha maoni yao. Sababu ukikuja kucomment live ikiwa imeisha, hatutapata nafasi ya kujibu, lakini comment itabaki. Ndio maana nataka kupitia baadhi yazo kusudi tuweze kujua nani aliacha swali ambayo inahitaji kujibiwa, na yoyote ambaye aliacha swali yake, basi itakuwa ni nafasi nzuri ya wewe kuweza kusikiza yale ambao ulitegemea pengine kujibiwa.
Huyu anaitwa Chris, anasema mambo poa sana bwana Chris. Alhab 254 anasema kweli kaka, wengi wakifika ughaibuni wanasahau na kupuuza watu hata ndugu zao. Ya hilo silo jambo muhimu sana. Kumbuka kuna video ambao tumeupload recently ambao nilikuwa naongelea kuhusu wale ambao wanakuja nchi za ughaibuni, alafu wanasahau marafiki, wanasahau ndugu zao, ni kama wanawatupilia, na wengine wanaishi kucomplain kusema ya kwamba wakiona simu za ndugu zao itakuwa ni pesa ambao wanahitaji kutoka kwao. Maana nilikuwa nakumbusha, kumbuka ndugu ni ndugu na huwezi kumnunua kwa gharama yoyote ile. Na sio wewe ulipendelea kuzaliwa naye kama ndugu, lakini Mungu ndo alikusudia. Kwa hiyo ukipata fursa ya kuweza kuja nchi za nje, kumbuka familia ambao umeacha nyuma na uweze kuishughulikia vinavyohitajika. Panga na wao mfanye kitu ambao kinastahili, ambao kinaweza kuwasaidia nyinyi wote wawili siku moja. Ndio maana sio vizuri kwa wale ambao wanakuja wanasahau ndugu zao. Asante sana bwana Alhab 254. Yvonne, sijui kama ni my sweet art ama atakuwa ni Yvonne mwingine. Yeah, I think it's my wife. Anasema hiyo ni kweli. Yeah, my lovely wife pia ana support hilo. Ni vizuri tusisahau mandugu. Gitari Claude anasema ndio kaka. Yeah, hiyo sio hali mzuri, lazima tuweze kusimama nao na kusaidia mahali ambapo tunaweza. Ijapokuwa inaeleweka ya kwamba huwezi ukasaidia dunia mzima, ama huwezi ukasaidia kila mtu, ama huwezi ukasaidia kuliko kiwango chako ama uwezo wako. Ndio maana pale ambapo tunaweza tuweze kushughulikia hapo. Ikiwa ambao inaenda zaidi ya vile ambavyo tunaweza, hiyo pia sitasema uifanye, sababu huwezi kujiua, sababu unahitaji kusaidia. Selemani anasema kaka, ni kama alitaka anasema kaka, Afrika kuna maisha ya watu kutaka mtu ashindwe maisha ili wawe wanafurahia, na hiyo ndio sababu ya watu kuwa kimya. Anasema Afrika kuna maisha ambao watu wanataka mtu ashindwe tu, na hiyo ndio sababu ambayo inafanya wengi kuwa kimya. Ya inawezekana, lakini kuna pia majukumu ambayo inafanya wengine kuwa kimya. Na sawa, kama nimekuelewa vizuri, wengine pia wana hiyo mpango mbaya, yaani hawataki kuona mwingine anafanyikiwa. Ikiwa una roho kama hiyo pia sio poa. Mwingine akifanyikiwa wewe unaona hasira, unatamani ashuke tu muwe level moja. Kwa nini usitamani apande zaidi, ama wewe upande kusudi muwe level moja huko juu, kuliko kutamani ashuke kusudi muwe level moja huko chini? Na nyinyi wote mkiwa level moja chini, nani atasaidia nani? Hizo ni maswali ambayo tunatakiwa kujiuliza wakati unahitaji mwenzako aweze kuteremka, akuje chini. Unaona, lakini kitu muhimu, mwenzako akipanda furahi. Sababu imagine hizi ni vidole zangu ambazo ni 5. Zote ziko kwa line zikingojea kitu kimoja hapa. Huyu akifanyikiwa, huyu akikasirika, no, huyu akifanyikiwa, huyu anatakiwa kufurahi. Sababu huyu akiwa ni watu wawili ambao wako mbele ya huyu, na huyu anahesabu 3. Huyu akitoka, huyu anahesabu 2, na huyu anahesabu huyu anahesabu 1, na huyu anahesabu 2 kuliko 3. Huyu akitoka, huyu atakuwa anahesabu 1. Kwa hiyo huyu akitoka, huyu anatakiwa pia kufurahi, sababu anajua huyu ni mtu mmoja already ambaye amepungua kwa line, naenda kufikiwa. Hizo ndio mahesabu ambayo inatakiwa tuwe tunafanya. Gitare Claude anasema
Hi mkuu, unaendeleaje? Sisi tupo salama. Na mimi niko salama bwana Claude. Nafurahi pia kusikia mko salama. Huyo ni Irene anasema, kabla sijasafiri nilikuwa nasema wanaringa, ila nimesafiri nimejua hawafanyi kusudi. Irene anasema pia ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa wanalaumu watu na kusema watu wanaringa sana, hata simu zetu hawashiki. Kwa nini hawatuandikii? Ni kama walitusahau. Wanaona kweli wameshafika level ya juu. Hapana. Mwenyewe amerudi, amekuwa pia na hali kama hiyo. Kama vile niliwaambia pia mimi nimekuwa hivyo. Lakini kusudi wakati tumefika, tunaanza enda naelewa vitu zingine. Tunaona yenyewe kumbe hivyo ndio huwa kunaendaga. Kwa hiyo tulikuwa tunalaumu wenzetu bure. Tunajua hata kati ya wengi ambao hizo lawama bado wako nazo, maombi yangu ni Mungu awafungulie milango muweze kuingia nyinyi wenyewe, na mkishafika ndio mtaweza kujua hali halisi. Unajua wakati mtu hauna kitu, wakati mwingine wewe unatulia, wakati mwingine unaweza kulala na amani kidogo, naweza nikasema hivyo. Pole kwa wale ambao watanielewa vibaya. Na wakati ambao unakuwa na chochote ndio amani inapotea. Hivi umeshawahi kujua kwamba matajiri huwa hawalali? Matajiri ndio wale ambao wanaamka mapema sana washughulikie kampuni zao. Wakati uko na pesa, unahitaji kuwa nayo zaidi. Kiwango kwamba inazidi kupanda, unahitaji pia ipande tena zaidi. Hiyo ndio inakuwa shida. Na wakati mtu hauna chochote, hauna ambacho unategemea, hauna chochote, utatulia tu. Sasa hiyo ni shida kubwa sana ambao pia sijui naweza nikaita shida, ni jambo ambalo linatakiwa pia kuelewa. Wakati mtu uko na pesa kiasi fulani, ndio unapata tena mtu anang'ang'ana zaidi. Angalia marais haswa wetu wa Afrika. Unapata mtu amekuwa rais zaidi ya miaka 20. Kama ni pesa kwa hiyo mahali ametengeneza, lakini hataki kuachilia hiyo kiti. Aendelee kukusanya zaidi na zaidi. Wale wafanya biashara wakubwa ndio unapata hawatulii. Leo namsikia kwa huko, kesho namsikia kwa huko. Haua halali. Akilala masaa mawili ameshaamka, anashughulikia biashara, anapambania biashara. Hivyo ndio maisha inakuwa mara nyingi sana. Sasa kidogo pia huku unapata hali ni hiyo. Pesa inakuwa ndio, kazi zinajitokeza, fursa za kufanya kazi zinakuja. Unapata mtu anafanya kazi 2, mtu anafanya kazi 3. Yeye kitu ambacho anafikiria na mahesabu yake ni pesa. Acha nifanye kazi pesa ziingie kweli kweli. Unaona? Sasa mtu ukiwa kwa maisha kama hayo, wakati mwingine unasahau vitu zingine. Hautakuwa na muda sana na simu, hautakuwa na muda sana wa kuongea. Wewe ni kupambana, utafute riziki yako, upate chakula, ulale, ufikirie tena kesho kuamka kurudi tena kupambana. Hali kama hizo mara mingi inakuwa hivyo. Chris anasema Afrika kuna mambo mengi sana, tunaweza kuongea hivyo, ila kazi ni nyingi sana abroad. Yes bwana Chris, hayo ndio ukweli. Sababu kila siku wanasemaga nyumba ambayo huwa haulali ndani, huwezi ukajua mahali ambao panavuja. So unatakiwa kuishi ndani ya hiyo nyumba kusudi uweze kujua kumbe hii sehemu ukinyesha ni kubaya. Unaona? Ndio hivyo. Wakati mwingine tusiwe tunalaumu tu kwa nia mbaya. Sijakataa kuna wale ambao wanafanya hivyo kwa kusudi na kuna wale ambao wana nia mbaya kufanya hayo. Lakini kuna pia wale ambao hawajafanya hivyo kupenda kwao na hawajafanya hivyo kwa kusudi. Na wengine kazi ndio mingi kiasi ya kwamba mtu anashindwa afanye nini. Kuna mtu anafanya kazi kutoka saa 1 asubuhi mpaka saa 10. Akimaliza saa 10 ako na masaa 2 ya kupumzika. Ikifika saa 12 bado tena anaingia kazi nyingine ambayo anaweza kumaliza mpaka saa 7, mpaka saa 8 ama hata saa 9 tena asubuhi.
alale kidogo, saa moja arudi afanye kazi nyingine. Wako wengi wanafanya hivyo. Sasa uniambie mtu kama huyo wewe mwenyewe kwanza ujiweke kwa nafasi yake. Anapata muda gani wa kula? Anapata muda gani wa kulala? Unaona kama maisha yake yenyewe ni kupambana. Sasa akiwa na hali kama hayo, inakuwa ngumu sana apate muda kuweza kuongea sana na watu. Anaweza kaongea kwa kiasi tu, wakati mwingine akose huo muda. Lazima wakati mwingine tunawaelewa, ila wale ambao wanafanya hivyo kwa nia mbaya, tafadhali, ndugu ni ndugu, na ule ambaye ni rafiki, jaribu kupea kila mtu nafasi yake na unajaribu kubalance. Lilian anasema hello my brother, niko tuned sana. Translate to Swahili. Hiyo translate to Swahili ni yeye ameandika ama ni machine ndio inasema so translate kwa Kiswahili? Translate to Swahili. Okay. Asante sana Sister Lilian kwa kuwa tuned sana. Nafurahi sana pia sababu wewe ni mmoja kati ya watu wanatufuatilia sana. Pamoja na wengine wote ambao nazidi kusoma comments zao. Najua ukiwa mtu mpya najua sababu kuna zile comment ambazo nimezoea sana kusoma. Hiyo inaitwa Pame la Kopil. Nasema ndio. Sabina ni moja kati ya watu pia wanatufuatilia sana. Anasema good evening sir. How are you doing? Hope you are fine. Yes my sister, I'm doing great. I thank God for that. And it's my hope that you are also doing fine. Sabina bado akarudi kusema ni ukweli kabisa, huwa hawaongeleshi mwenye wamebaki huko, au huwa hawaongeleshi wenye wamebaki huko, yani wenye wamebaki huko nyumbani. Lakini licha ya kuwa busy, mara mingi unaweza kupata muda hata kama ni weekend. Jaribu hata kupitia message za watu 2-3, jaribu kuzijibu. Kumbuka ndugu zako nyumbani, unaweza kuwapigia simu hata kama ni kwa dakika 5. Najua pia mimi naelewa mara mingi unajaribu kupea mtu dakika 5 lakini anataka lisaa lizima ama anataka ifanye kuwa dakika 20. Ijapokuwa muda wako hauruhusu, lakini unajaribu tu kuonesha hiyo dakika 5 basi tunaweza tukaongea hivi, mjulie hali, kila kitu kiko sawa, kuna mahali ambapo kuna shida, jaribu kuelewa, alafu urudi kufanya mengine. Anaka Shindi, yes. Oh, I think ni Ana Kashinde, kama Kashinde. Ya, ni vile jina imeshikana. Anasema ndio, wengi wakienda wanakaa kimya sana. Sijui shida ni nini hata. Nadhani shida ni hayo tu ambayo nimeongelea. Kuna wale ambao wameshikana wako busy sana. Na mchoko pia inafanya wajitafutie muda ambao wanaweza wakatulia na kupumzika. Sasa inafanya wengi wanashindwa kuongea sababu ya hayo. Na wengine walikuja wakijua kwamba huku kuna mti ambao nitaanza kupanda tu nikishusha gunia zangu za pesa, nakaa kila siku mguu naweka juu ya nyingine na relax, napiga starehe. Wanakuja kupata, lazima hizo pesa uzinganganie, zipo, lakini unahitaji kungangana. Unahitaji kutumika sana kusudi uzifikie, kusudi zikuje kwa mfuko wako. Na kila mara mtu unaposikia kuna fursa ya kazi, ulizoea kulipwa kwa mwezi, sasa unapata unalipwa kwa masaa, unataka upige masaa zaidi ya kawaida kusudi uhakikishe umeona mfuko wako uko sawa. Nadhani hizo tu ndio sababu nyingi ambazo zinafanya wengi wanakataa. Ijapokuwa kuna pia wale ambao wako na kiburi, wale ambao wanafanya kwa kusudi. Anaweza akapata simu wakati yako free lakini hataki kupokea. Hiyo nayo ni makosa ambayo siwezi nika encourage. Hiyo inaitwa Maduke Sama. Jina yako ngumu kidogo ndugu yangu. Anasema ndio. Mimi nimesaidia wengi
sana kutoka Tanzania, marafiki wa karibu sana. Marafiki wa karibu sana, walikuwa kama ndugu, lakini leo hii so sad, ila ni maisha tu. One day na sasa hivi siwatafuti tena. Miaka 4 sasa, Ulaya maisha sio kama Afrika. Watu wakifika Ulaya wanakuwa na majivuno. Pole sana ndugu yangu. Kama vile tu nimezidi kusema, kuna wale ambao wana majivuno, yes, na kuna wale ambao nia yao sio mzuri, lakini wengine ni kupambana. Unajua kila mtu anakuaga na target yako kwa maisha, na hii maisha mara mingi inakuwa tofauti na vile tunavyochukulia ama kuielewa. Sababu kama vile wanazidi kusema, ukiharibu ujanani utakuwa na shida nyingi sana uzeeni. Na wakati mzuri sana wa kufanya kazi ni wakati ungali chini ya miaka 50 huko. Pambana sawasawa na vile utakavyoweza kusudi uweze kuweka mambo yako kuwa sawa. Mambo yako yakiwa sawa, hizo miaka za huko mbele unaweza sasa ukasherekea pesa zako. Sababu saa hizi tuseme kwa mfano, kwa miaka ambao ninayo, nina uwezo wa kuhandle kazi 2, nina uwezo wa kutumika muda mrefu, nina uwezo wa kukesha nikifanya kazi. Lakini kadri miaka inazidi kusonga, kuna sehemu ambao siwezi nikafanya kazi kwa muda mrefu, siwezi nikafanya kazi 2, siwezi nikakesha nikifanya kazi. Naona inafika hapo. Sasa wakati ambao bado niko na huo uwezo, lazima niutumie mzuri, nihakikishe ya kwamba kila kitu iko sawa. Ikifika wakati ambao najua hapa nguvu zimeenda chini, siwezi nikasimama kwa muda mrefu, siwezi nikafanya hizi aina za kazi sana, nianze sasa kupunguza kufanya, na wakati mwingine natumia muda sasa kurelax. Nadhani hayo ndio sababu kubwa ambazo zinazidi kusababisha hali kama hizo zikaweza kuwa zinajitokeza. So nilikuwa nafikiri nitaweza kukava video kama 2 ama 3 kwa kusoma comments, lakini sijafanyikiwa sababu ya muda. Na kumbuka sitaki video hii ipite dakika 30. Target yangu ilikuwa ikienda sana kwa dakika 20, lakini naona already nimeshakuwa kwa 28, so naelekea 30. Kwa hiyo kwa leo nitaachia hapo. Na ikiwa wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe na tuweze kusaidiana, kuongozana kwa ajili ndugu zetu ambazo wako huku waweze kuelewa ndugu ambao tumeacha Afrika, na tuweze kutembea kama mtu mmoja. Tuweze kutembea kama ndugu na kusaidiana kadri tutakavyoweza. Na pia ndugu wale ambao wako Afrika, lawama zisiwe nyingi sana wakati ambapo haujafuatilia sababu. Unajua ni vizuri uweze kujua kwanza sababu ni gani ambayo linafanya mtu anakuwa hivyo. Sababu kuna pia wengine watu ambao wanafanya wenzao kuwa wabaya, alafu mwisho wa siku wanaishia kuwa laumu. Ndio maana tuangalie pia, tujaribu pia kujichunguza, na ubaya usio umetoka kwetu. Unajiangalia, unaangalia njia zako na unaona ndio ubaya sio kusema umetoka kwangu. Lakini jamaa ambaye amenyamaza sana, shida inaweza kuwa ni gani? Na wakati mwingine unaweza kumuuliza shida ni gani, sababu tukipata solution tutaendelea vizuri. Na wale ambao wako Ulaya, tafadhali tuweze kujipiga, tutafute njia zote ambazo zitafanya tunaweza kusaidia ndugu, jamaa na marafiki ambao tumeacha Afrika. Aidha kuwasaidia wakiwa bado huko, ama kutafuta njia ambao itafanya pia wao wakuje kujitegemea hapa na kujitafuta. Ukipea mtu samaki kila leo, atakula, atashiba ndio, lakini njaa ikikuja bado atahitaji samaki tena kutoka kwako. Lakini ukimfunza kuvua samaki
wakati njaa itakuja atarudi mwenyewe avue na apate ile ambao atakula leo na kesho na siku nyingine. Mimi ni wako King Prayer ambaye nilikuwa nakuzungumzia tena siku ya leo kwenye channel yako hii ya KHP Canada, na kama wewe ni mpya kumbuka kusubscribe, na ukipanga ama ukitaka kujiunga na kikundi yetu, link iko kwenye description ya video hii. Na kutakia uwe na wakati mzuri. Thank you.